Labda kunaweza kukawa kuna swali lolote, mtu ana swali labda kulingana na kile ambacho tumekisoma, kama walivyokuwa wamesema wenzetu mwanzo. Zoom huwa inakuwa ina limit ya muda kutokana na inakuwa ina limit ya muda kutokana na hatujalipia, sijalipia manake. Nitafanya utaratibu wa kulipia ili tuweze kuupgrade tu, tunapata hata zaidi ya masaa mawili na kuweza kudiscuss kiundani zaidi, sio tunakuwa tunaenda tunatoka tunaingia tunatoka tunaingia. Hapana, tutajitahidi ndani ya wiki ijayo niweze kulipia ili tuweze kuwa tunapata ile ya kuweza kutumia masaa mawili au zaidi, manake nisipofanya hivyo itatukosti pale tutakapoanza kufanya practical, manake tutakuwa tunafanya practical masaa na dakika 40 afu inakata. Kwa hiyo nitajitahidi kufanya hivyo, nilipie ili tuweze kwenda kwa uzuri zaidi. Labda kama kutakuwa kuna swali hapa kwenye hivi vitu ambavyo kwenye vitu ambavyo tumevipitia, unaweza ukauliza pia, ukani mute wa mic ukaongea tukakusikia. Karibu. Halo, halo, nasikika? Halo, uh, okay. Kuna swali labda? Kuna mtu yote mwenye swali? Halo, kama una swali unaweza kuuliza, kwa sababu uh, kwa leo tunakuwa tumeishia hapo. Nilikuwa nataka tufahamu kwanza hivyo, kila mmoja kama ameelewa nini maana ya webu, kivipi inafanya kazi na kivipi tunapata hizi information zote ambazo tunakuwa tunazitumia, na hizi information zinakuwaje. Kama hakuna swali tunaweza tukaishia hapa, alafu kesho tukaanza kusoma kiundani zaidi, manake leo nilikuwa nimeandaa tuka session kadogo kwa kuweza kuelewa vitu hivi vya msingi kabla hatujaanza kufanya coding, ili tusiweze kumwacha hata mtu mmoja tunapoanza kusoma, kuanza kuandika, kufanya coding. Nadhani kama kutakuwa hakuna swali, session ya kesho tutaanza kufanya installation ya software ambazo tunakuwa tutaanza kuzitumia kwa ajili ya kuweza kusomea na kuweza kuelewa kiundani zaidi.
Kwa hiyo session ya kesho tunaweza tukatumia hizo dakika 40 tukafanya hizo installation na kila mmoja akafanya hiyo installation, na nitatuma pia hizi linki ambazo toka hizi notes ambazo nakuwa nimezisoma, na kesho nitaandaa hiyo session tayo, kesho tutaandaa hizo installation na hizo software zote nitaziandaa kwa mfumo kama nilioandaa leo, lakini ndani yake kutakuwa kuna hizo image ambazo zinakuwa zinaonyesha installation ya kila kitu hatua kwa hatua, na nitaituma kabla ya session ili kila mmoja aweze kufuata zile hatua na kuweza kufanya installation ya hivyo vitu ambavyo tutakuwa tunavitumia, hizo software ambazo tutakuwa tunazitumia. Sijui nitakuwa nimeeleweka hapo. Halo. Sawa, asante Jay kwa kutoa reaction. Na wengine kila mmoja ameelewa chochote tunakizungumzia. Unaweza ukanimute mic ukaweza kaongea, au kama una kitu chochote cha unaweza ukanimute mic ukaongea pia tukakusikia. Kama kuna kitu hakijaeleweka unaweza ukasema tukakirudia pia, ili kila mmoja aweze kuelewa kile tunachokizungumza. Kuna swali labda? Kwa hiyo kila mmoja ameelewa maana ya webu, ameelewa parts ambazo zinakuwa zipo kwenye webu ambazo tutakuwa tunashinda nazo sana. Umeelewa kivipi webu inafanya kazi, na utofauti uliopo kati ya webu na internet ni upi, na challenges ambazo kila mmoja anakuwa anakutana nazo anapokuwa anaenda kuinteract na different web page au na different links kwenye Google. Kama hakuna swali tunaweza tukaishia session ya leo, naweza ikaishia hapa alafu tukasubiria session ya kesho. Kuna swali? Sawa, naona kuna mmoja anasema mimi binafsi nimeelewa lakini sauti ipo chini. Sawa, nitajitahidi kuongeza sauti ili kila mmoja aweze kusikia. Nitajitahidi kuongeza sauti. Sawa. Basi kama kila mmoja ameweza kuelewa kile ambacho tumekisoma, kwa sababu vitu tulivyovisoma hapa tutakuwa tunavitumia mara nyingi sana. Kwa hiyo kama usipoelewa hapa hivi vitu namna gani vinafanya kazi, itakuwa ni ngumu sana kuweza kunanilia, maanake utakuwa na maswali mengi, mbona mimi hichi kitu sielewi, mbona mimi hichi kitu sielewi. Lakini ukishaelewa hivi vitu ambavyo tumeviweka hapa vinavyokuwa vinafanya kazi, itakuwa na ukishaelewa maana ya web ni nini, ukishaelewa maana kwenye web kunakuwa kuna vitu gani ambavyo vinakuwa ndani yake, ukishaelewa yani sana sana ukishaelewa hii web inavyofanya kazi na browser ukishaelewa, kwa sababu tutakuwa tunatumia kwenye browser utakuwa na ukienda kwenye vile vibatani vitatu, ngoja niwaonyeshe, ngoja ni share kwanza baadhi ya vitu ili kila mmoja aweze kuona vitu gani ambavyo tutakuwa tunavitumia sana. Ngoja ni share hapa. Kwa mfano hapa tutakuwa tunatumia sana ukienda hapa unakuja kwenye una scroll down, ngoja ni share. Kila mmoja anaona hapa, ukienda kwenye vidoti vitatu hivi utaenda hapa kwenye more tools, alafu utaenda kwenye developer tools. Hivi tutakuwa tunavitumia sana kwenye developer tools, tutakuwa tunatumia sana umeona hapa ina display vitu vya Google, kwa sababu au naweza nikafanya hivi nika search labda kwenye ajira poto, alafu nionyeshe vitu ambavyo nilikuwa navizungumzia kwenye issue ya responsiveness. Tutakuwa tunatumia sana nilia, tutakuwa tunatumia pia developer tools. Kwa hiyo unaweza ukatumia shortcut key ambayo ukabonya control ukashika shift ukashika na I, ambazo kakupeleka moja kwa moja kwenye responsive. Unaona hata hii
hii hapa ajira poto wenyewe, unaona hata kwenye baadhi ya simu zote ipo responsive. Ukienda kwenye simu hii hapa, labda ukaklik iPhone XR, ukaenda kwenye Pixel 7, unaona responsiveness inaonekana. Kwa hiyo utakuja kutumia hivi vitu hata kwenye masuala ya network. Ukienda kuna hivi vitu kama kuna hii ya kufetch, kwa mfano kama ukiwa umeklik hapo, umeona tunachokuwa nazungumzia kile kitu 200, unapokuwa status 200, unaposema 200 maana hichi kitu kipo okay, inakuwa kinaonekana. Na ukienda labda ukiklik hapa, unaona inakuwa inasoma hizi status 200, maana ikisoma kwenye status hapa, ikisoma 404, maana hii page not found. Hii page inapatikana, ndio maana na display status 200, ambayo 200 tunasemaga ni okay. Tutaenda pia kwenye, ukienda kuangalia, ukitaka kuangalia hizo source code za hao wenyewe walizotengeneza, unakuja hapa kwenye ajira poto. Hizi zote ni nanilia, hizi ni kodi ambazo wameziandikia nyuma. Ukienda ukiangalia hizo unaziona. Ukija kwenye console, kuna baadhi ya vitu pia sana sana tutatumia pia kwenye JavaScript huko. Kwenye hii console tutaitumia sana kwenye JavaScript. Hapa in term of responsiveness ya simu hapa inapokuwa inaonekana. Kwa hiyo hivi vitu vyote tutakuja kuviona na tutaangalia namna gani vinafanya kazi. Hapa nilikuwa nataka tu niwaonyeshe kidogo vinapokuwa vinafanya kazi background. Unaweza ukalight click, na pia kwenye issue pia security, hii site nayo ipo secured. Ukitaka kuangalia ipo secured, unaenda kwenye hichi kidude cha hapa, hichi kwenye hapa, kwenye utakapokuwa umesearch tu pale, unaangalia unakutana na hichi kidude hichi hapa ki icon hichi hapa, ambacho unaona hapa kuna kikufuli, maana hii site ipo secured. Na pia inakuwa kama ipo secured, pia wewe inapewa certificate kutoka Google. Kuna certificate ambayo unakuwa inapewa. Umeona kama hapa hivi, hizi ni information za security ambazo zinakuwa zimetolewa na Google. Kama unakuwa kama umesoma masuala ya cryptography, hivi ndio sana tulikuwa tulisoma masuala ya cryptography chuo, tulikuwa tunaviangalia sana pia issue kama hizi. Kwa hiyo hivi tutakuja kuviona huko mbeleni, lakini si kikubwa kwanza ni kuangalia, kikubwa kwanza ni kuelewa hivi tunavyofanya kazi na kuelewa namna gani tunaweza tukavitumia. Na hii developer tools pia tutakuwa tuna mafunzo yake kidogo kwa ufupi, ili tuweze kuelewa developer tools inavyofanya kazi na developer tools tutaitumia wapi. Na developer tools tunaitumia sana sana kwenye masuala ya responsiveness, kwenye masuala ya kuangalia, kwenye masuala ya kama umetengeneza kitu kina error. Umeona kwa mfano kama hapa hivi wenyewe kuna hizi baadhi ya error ambazo zilikuwa zinatokea, lakini hawakuzisolve. Kwa hiyo vitu vyote tutaviangalia, maana hizi error zinazokuwa zinatokea kama huku kwenye console, ukifika kuanza kusoma JavaScript, tutaangalia namna gani tunaweza kuzisolve ili hapa pawe pasipata na shida yoyote. Kwa vitu kama hivyo vyote tutaviangalia kwenye masuala ya developer tools. Nilikuwa nataka niwaonyeshe tu kiufupi ni namna gani tunaweza tukaviona hivi vitu na tukaweza kuvitumia. Kwa hiyo kesho tutafanya masuala ya installation ya software. Tukishamaliza kufanya installation ya software, kila mmoja akawa nayo software kwenye kompyuta yake na akajua namna gani ya kuitumia, then tutaanza kusoma. Tutakuwa tunasoma kidogo, tunafanya coding, tunasoma kidogo, tunafanya coding. Tutaanza HTML, tutakuja CSS, tutakuja JavaScript, alafu tutatumia Node kwa ajili ya backend, kufanya backend, na tutasoma pia SQL kidogo kwa ajili ya kufanya kwa ajili ya mambo ya database. Kwa vitu kama hivyo tutavisoma. Alafu baada ya hapo ndo tutasoma pia hata baadhi ya security ambazo tunatakiwa kuziweka tunapokuwa tunafanya coding. Alafu baadaye ndo tutaanza kufanya coding moja kwa moja, ambapo kila mmoja anakuwa ameshaelewa namna gani vitu vinafanya kazi na namna gani natakiwa nifanye kitu hiki ili kiweze kutokea hiki, nifanye hiki kiweze kutokea hiki. Sio miujiza. Mimi mara kwanza nilipokuwa naanza kusoma coding nikajua vitu kama hivi ni miujiza, lakini baadaye nilipokuja kuanza kuvifanya mwenyewe nikaona hakuna miujiza yoyote, tu ni kuelewa tu kitu ambacho kinakuwa kinafanyaje kazi na kinaendaje, basi unaweza ukafanya vitu kwa umahiri zaidi na ukawa kwa kutumia ule. Na coding huwa inahitaji muda mwingi sana. Unaweza ukafanya coding afu baadaye ukakuta umekutana na shida moja au na error moja tu ka give up. Hapana. Ukiona umekutana na shida
usigive up, angalia namna gani unaweza kuisolve ile tatizo. Aidha inaweza kukukosi saa nyingine, unaweza kukuta unatumia hadi masaa mawili masaa matatu kwenye kwenye kufix hizo bugs au kufix hizo error. Kwa hiyo usikate tamaa, unakuwa unaendelea unaangalia shida gani na ambayo imetokea pale, na kama ukishaitambua ukiisolve, unakuta mfumo tena unarudi unakuwa upo live. Lakini kama ukishindwa kuitatua, maana yake mfumo unakuwa unaenda down. Hizo unaweza kama umekosea kuweka koma, au uweza umekosea umeweka kitu ambacho hakipo, au umeweka nukta ambako hapataki kuweka nukta, mfumo ukakuletea shida, au kile kitu unachokitengeneza kakuletea shida. Baadaye ukaanza kuangalia mbona kitu hichi hakifanyi kazi, unakuta tu ni the way, ni sehemu padogo sana ambapo unakuwa ulikosea, ambapo ukipasolve issue zote zinakaa sawa. Kwa hiyo coding kimsingi inahitaji kuwa committed, tuwe committed na kile tutakachokuwa tunajifunza. Jitahidi kufanya mazoezi, kwa sababu usipofanya mazoezi kila siku utasahau, na ukisahau mwisho wa siku uwezi ukajenga kitu ambacho kinatakiwa, kwa sababu mpaka uanze kulifaa tena nyuma. Lakini ukiwa unafanya mara kwa mara, unajaribu hata unaangalia hata Google kitu gani, hebu niangalie labda TCRA wenyewe ka template kao wametengenezaje, ukajaribu kukaiga kale ka template ukakatengeneza kama kalivyo, kakatokea vile, ukaendelea mbele. Ukaangalia tena kitu kingine, hivi kitu gani unaangalia, unaingia tu Google. Uzuri wake kuna template nyingi sana, ukaangalia tu template ambazo zinakuwa zimejengwa, ukajenga kama vile vile template ilivyojengwa, ukawa unafanya practice kwa namna hiyo. Mwisho wa siku na utafika mbali, na utakuwa utajua vitu vingi, na utajua kwa vitu hapa aliwekaje, na kuwa ni rahisi sana kuweza kufanya coding. Kwa hiyo kimsingi tuwe committed kwenye coding, tuwe committed. Tukishakuwa committed, kila kitu kitaenda sawa. Lakini kama usipokuwa committed, hauwezi ukafanya coding kwa vile inavyotakiwa. Na inahitaji muda kidogo. Wewe unatenga hata muda au saa moja au masaa mawili kwa unapata free, unajaribu kufanya practice, kwa sababu wewe zinasemaga practice make perfect. Kwa hiyo ukiwa unafanya sana practice, vile vitu unakuwa huwezi kuvisahau. Hata kesho na kesho kutwa mtu akikuletea kitu fulani unakijenga tu kwa muda mfupi. Kwa hiyo nadhani ndio hivyo. Kwa hiyo hapo ilikuwa tu ni mwanzo, lakini kesho tutaangalia namna, tukishafanya installation wiki ijayo tutaanza kusoma HTML, tutakuja CSS, na HTML tutakimbiza sana. Tutajitahidi kwenda hata tupige kwa wiki 2 tu tumeshamaliza, tuhamie CSS wiki 2 tu tumeshamaliza. Baada ya hapo tutakuja kuanza kusoma JavaScript kwa ajili ya page ziwe interactive. Kama kuna kitu hakijaeleweka hapo, basi kama kila kitu kimeeleweka, naweza nikastop share screen. Kama hakuna ambacho hakijaeleweka, kama vitu vyote vimeeleweka, basi tunaweza leave tu, tukakutana kesho kwa ajili ya session nyingine ambayo tutaifanya kesho, na tutatumia hii linki hii Zoom hii kwa ajili ya kusomea, lakini nitajitahidi wiki ijayo niweze kuiupgrade ili tuweze kupata masaa mawili. Asante. Na tujitahidi basi tunapokuwa tunajoin kwenye Zoom, kila mmoja awe amejoin kwa jina lake, ili tu tunaweza kutambuana huyu ni nani, huyu nani wake. Unapokuwa na join labda na nickname, inakuwa ni ngumu kutambua. Sawa, basi kama kila kitu kimeeleweka, mimi niwatakia usiku mwema, na nadhani tutakutana kesho kwa ajili ya session ya pili. Na kama kitu kitakuwa kijaeleweka huku, aidha unaweza ukanifuata pia ukaniuliza hichi kitu kilikuwaje na hivi, tukaelekezana, ili kila mmoja aweze kufika pale ambapo kila mmoja anataka kufika, na ili tuwe sambamba, kila mmoja aweze kuelewa kitu kwa undani zaidi, kinafanyaje kazi, iwe hivyo ili tuweze kufika. Labda na hizi video ambazo za leo tumesoma leo pia nitaziweka YouTube, alafu kwa ambao hawajahudhuria nitatuma hizi linki kwenye grupu, taingia taangalia kitu gani ambacho tulikuwa tunajifunza siku ya leo.
ili twende kisambamba kwa hata kwa ambaye ya leo hajaweza kuhudhuria. Kwa hiyo unaweza ukalive tu ukaondoka, ninaweza nika na mimi na end meeting sio muda.